Happy Sabbath. Happy day. Ni wakati wa devotion. Nataka tufanye devotion tuanze. Lakini kabla ya devotion, sijui kama ni sawa tufanye tu wimbo mmoja. Ndio tuanze devotion ya leo. Namba 10 Kiswahili. Mmoja tuongoze kwa namba 10 Kiswahili, tufanye devotion fupi. Mungu Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu hii njema ambayo umetupa, umetuwezesha kufika mahali hapa siku hii ya leo, umetuwezesha kutuleta pamoja ili tuweze kuzungumza maneno yako, tuweze kukua katika Kristo, ili wakati mwana wako atakapokuwa akikuja mara ya pili tuweze kuchukuliwa na tuende juu mbinguni pamoja naye tukisherehekea na malaika. Tunaomba ya kwamba Mungu wetu, hata tutakapokuwa tukiendelea na mkutano huu, tunaomba uwepo wa malaika wako watakatifu waweze kuwa pamoja nasi, watuongoze katika kila jambo, na tutakapokuwa tukitoka hapa tuweze kusema ya kweli tumebarikiwa na tumeweza kuonyesha njia ya kweli ili tuifuate. Tuongoze kwa Roho wako Mtakatifu, maana ni katika jina la Yesu Kristo mwana wako tunaomba na kuamini. Devotion yetu ya asubuhi ya leo inazungumzia mpango wa wokovu. Kwa ufupi tu, mpango wa wokovu. The plan of salvation or the plan of redemption. Unajua swala hili ni swala nyeti sana katika maisha ya binadamu yoyote. Na ni swala ambalo linagusa roho wa kila mtu. Kwa sababu kila mtu anataka ajue ataokolewa vipi. Ni devotion tu ya asubuhi, tunataka tujue jinsi ambavyo tutaokolewa. Tumekuwa tukizungumza kuhusu mafundisho mengi, mojawapo ikiwa ni Sabato, Utatu, ubatizo, zaka na sadaka. Tumezungumza tu mafundisho mengi. Lakini kile ambacho ni common kwa sisi sote ni ile wokovu. Tutaokolewa vipi? Anajua ni swali la kila mtu. Mimi nitaokolewa vipi? Hebu tusome kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi 7 mstari wa 24. Kila mtu, hata Waislamu pia wanajiuliza wataokolewa vipi? Hata hapa kila mtu anajiuliza tutaokolewa vipi? 7:24 Warumi. Ndio. Nasema, ole wangu, maskini mimi. Ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Asante. Paulo pia aliuliza swali hilo. Ole wangu, maskini mimi. Ni nani atakayeniokoa katika mwili huu wa dhambi? Na ni swali ambalo sisi sote tunapaswa kujiuliza. Nani ataniokoa katika huu mwili wa dhambi? Kwanza kabisa katika hilo andiko, Paulo ameona jambo moja, ya kwamba yeye ni maskini. Kiingereza inasema wretched. Maskini ni wretched kweli? Jina gani tunaweza pata nzuri ya wretched kwa Kiswahili? Wretched man that I am. Yaani mtu muovu, mtu mbaya
O wretched man that I am, who will save me from this body of sin, of this body of death? Yeah? Kwanza anajua ya kwamba yeye ni mwovu na he is a wretched man. Who will save me from this body of, ni mwili wangu wa nini? Wa mauti. Oh. Kingine anajua ya kwamba mwili wake ni mwili wa nini? Wa mauti. Sasa katika plan of salvation, ni basics tu kwa ufupi tunazungumzia. Plan of salvation ni kubwa zaidi. Asubuhi hii tunataka tu summarize ili hata tutakapokuwa tukizungumza kuhusu maneno mengi zaidi, mmoja hapa atoke na njia ya kujua jinsi ambavyo ataokolewa. Ndio? Yeah. Cha kwanza tujue kwamba sisi wote ni wretched men. Sisi wote ni watu waovu. Yeah? Cha pili, mwili wetu ni mwili wa mauti. Ikiwa hivyo jinsi ilivyo, ni mwili wa mauti. Na kwa nini ni mwili wa mauti? Kwa nini? Ni kwa nini? Sasa hapo kwa Warumi 7 kusoma 15. 7:15 Warumi. Ndio. Nasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Lile nasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo, lile ambalo ninalichukia ndilo ninalolitenda. Sasa hali hii ni kweli kwa wengi wetu. Lile ambalo tunalichukia ndilo tunalifanya. Lile ambalo tunataka kulifanya hatulifanyi. Na ndio maana mwili wako unaitwa mwili wa mauti. Paulo anasema kule chini, maana ni mwili wa mauti. Na anauliza ni nani ataniokoa katika huu mwili wa mauti? Haya. Kuna mmoja, huu mwili wa mauti unaletwa na dhambi. Ni mwili wa dhambi ambao unaletwa na dhambi ambalo tunalitenda. Na dhambi, definition ya dhambi ni nini? Tukizungumzia dhambi tunamaanisha nini? Yohana wa kwanza 3:4. Nasema aje? Dhambi. Yohana wa kwanza. Ndio. Inasema 3:4 Yohana wa kwanza inasema, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi. Sin is the transgression of the law. Dhambi ni kuvunja sheria ya Mwenyezi Mungu. Ni sawa? Paulo anasema lile ambalo nataka kulifanya silifanye. Lile ambalo sitaki kulifanya nalifanya. Sasa hii dhambi ndiyo ambayo inatusababishia mauti sisi sote. Lakini kuna mmoja ambaye anaweza tuondolea hii dhambi. Na huyo ni nani? Tusome Yohana wa kwanza 20. Yohana, kitabu cha Yohana 1:29. Yohana 1:29. 1:29 Yohana. Nasema, siku ya pili yake amwona Yesu. Anakuja kwake akasema, tazama, mwana-kondoo wa Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tazama, mwana-kondoo wa Mungu afanya nini? Auchukuaye dhambi ya ulimwengu. Auchukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo ile dhambi ambayo uko nayo, kuna mtu ambaye anafanya nini? Anaichukua. Na huyu mtu ameitwa aje? Kwa andiko, mwana-kondoo, ambaye ndiye nani? Yesu Kristo, ambaye ndiye mwana wa Mungu, ambaye tumekuwa tukimzungumzia hapa tangu kitambo. Yesu mwana wa Mungu. Yeye anachukua dhambi yako na anaiondoa. Ni sababu gani nazungumza kuhusu mpango wa wokovu? Maana inawezekana tunaweza kuja kujadili hoja nyingi, lakini tunasahau
mpango wa wokovu na hitaji letu la kubadilika ndani ya mioyo yetu. Sijui kama tunaelewana. So tunapozidi kuzungumza kuhusu haya mijadala mengi ambayo tunazungumza hapa, naomba ya kwamba pia tukumbuke ya kwamba tuna dhambi ndani yetu na tunapaswa kumruhusu huyu mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo afanye nini? Aiondoe. Na kumekuwa na mjadala mwingine pia ambao unasema, je, tunaweza kuishi maisha ambayo hayana dhambi? Wengine wanasema hapana. Lakini ukweli wa Biblia ni ya kwamba inawezekana kupitia huyu mwana wa Mungu ambaye anaondoa dhambi. Inawezekana sisi tuweze kuishi maisha ambayo hayana dhambi. Ufunuo unazungumzia kundi fulani ambalo linaitwa 144,000. Na katika characteristics zao Ufunuo 14:5 unasema jambo fulani. Hebu nisome 14:5 Ufunuo wa Yohana. Inasema na katika vinywa vyao hukuonekana uongo, maana hawana mawaa. Katika vinywa vyao hakukuonekana nini? Dhambi. Uongo. Maana nini? Hawana mawaa. Kumaanisha nini, watu wa Mungu? Kuna watu ambao wataishi humu ndani ya dunia na hawana nini? Hawana mawaa. Kwa hivyo tusi idea ya kwamba tutazidi tu kuishi katika dhambi. Inawezekana kuishi maisha ambayo hayana nini? Mawaa, kulingana na vile ambavyo Biblia inasema. Basi tunapata aje kuishi bila mawaa? Hebu tusome kitabu cha Waefeso. Kitabu cha Waefeso 2. Tumepata ya kwamba ni Yesu anaondoa dhambi zetu, anachukua dhambi zetu. Lakini ataichukua vipi? Waefeso 2:8. 2:8 Waefeso. Ndio. Inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Kwa maana mnaokolewa na neema. Kwa maana mnaokolewa na neema, katika njia ya imani. Katika njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Ndio. Na ni kipawa cha Mungu. Haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Kwa hivyo tunaokolewa na neema kwa njia ya imani. Kwa hivyo Yesu anachukua dhambi zetu, lakini ni kwa njia ya imani. Unapaswa umwamini huyu Yesu na atachukua dhambi zako, atachukua mwenyewe na aziondoe kutoka kwako, uweze kuishi nini? Bila mawaa. Amen. Na inawezekana. Na Yesu Kristo atakapokuwa kirudi mara ya pili, anasema ya kwamba ana nini? Ana reward. Hebu tusome Ufunuo 12. Ufunuo 22:12. Ndio. 22:12 Ufunuo wa Yohana. Ndio. Tazama naje upesi. Ndio. Na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Tazama naja upesi. Na nini? Na ujira wangu pamoja nami. Na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu. Ndio. Kama kazi yake ilivyo. Kama kazi yake ilivyo. Yesu anakuja upesi. Wangapi tunaamini ya kwamba Yesu anakuja upesi? Amen. Yesu anakuja upesi na ujira wake upo na atapatia kila mmoja kulingana na alivyotenda. Ningeomba kwamba sisi sote tutakapokuwa katika hii mjadala ya kuzungumza na kujaribu kutafuta uwiano miongoni mwetu, tuweze kupata ule ujira mzuri ambao Yesu atatupatia. Tusikiwe kama wale wengine ambao wanapatikana katika Ufunuo 1:7. Hebu soma. Kuna wengine hapo wanapatikana hapo. Ufunuo 1:7. Ndio. Inasema, tazama, ndio, yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Tazama, yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Watu wataomboleza. So akija kuna watu wataomboleza. So tusiwe miongoni mwa wale
ambao wataomboleza, bali tuwe kwa wale ambao watabarikiwa, maana wameosha their garments, wameosha mavazi yao katika damu ya mwana-kondoo na wamekuwa safi. Hiyo ni Ufunuo 16:15. Hebu tusome hiyo 16:15. Inasema, tazama naja kama mwivi. Ndio. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi, hata watu wakaione aibu yake. Wakakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Armagedoni. Tazama naja upesi. Tazama naja kama mwivi. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake. Kwa hivyo sisi tunapaswa tukue miongoni mwa wale ambao wanafanya nini? Wanatunza mavazi yao, ndio? Endelea kusema, asiende uchi. Hata watu wakaione aibu yake. Kwa hivyo devotion tu ya asubuhi ni rahisi hivyo, ya kwamba Yesu anakuja upesi na anakuja na ujira ambao atapatia kila mtu. Kuna wale ambao wataomboleza na kuna wale ambao watachukua mavazi yao na watayaosha katika damu ya mwana-kondoo, na wataweza kufurahi wakimwona akija. Na kuosha kule ni kuachana na dhambi. Dhambi ndio inatufanya tukue na mwili wa mauti. Dhambi, mwili wetu unakuwa mauti kwa sababu wa dhambi, na ni mwili ambao inaitwa a wretched body, mwili wa uovu. Paulo anauliza ni nani atamuokoa? Na tumepata ya kwamba ni Yesu Kristo, mwana-kondoo wa Mungu, ambaye anaondoa dhambi za watu. Na tunapataje huu ondoleo la dhambi? Kwa imani. Tunamwamini Yesu Kristo, alafu dhambi zetu zinaondolewa. Ningependa sisi sote tuweze kuchukua hiyo ikuwe personal, individual effort, ya kwamba sisi sote tumwamini Yesu Kristo na macho yetu yaelekezwe ndani katika Yesu Kristo ambaye atatuondolea dhambi. Na nimeona picha nzuri hapa ya sanctuary, na naona kuhani yako huku kabisa kwa most holy place. Anamuona akiwa ameshika kitu, anatumai ako na damu pale, anafanya kazi ya ukuhani. Sasa ni dhambi zako ndizo ambazo anaondoa pale hivyo. Kwa hivyo kazi yako ni kuzisema zile dhambi zako kila siku. Unakiri na unazi confess zile dhambi zako kila siku. Na huyu kuhani mkuu ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe utafanya nini? Utaziondoa zile dhambi zako, na utakuwa na utaweza kuishi bila mawa kama 144,000. Wangapi wangefurahi sana kuwa ndani ya 144,000 kama hivi? Asante sana, Mungu awabariki. Hebu tuombe tumalizie. Mungu wetu ishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa neno ambalo umetupa. Umeweza kuchukua macho yetu kayaelekeza kwa mwana wako Yesu Kristo, ambaye yako katika hekalu kule juu mbinguni akiondoa dhambi zetu. Tuna imani ya kwamba kupitia kwake dhambi zetu zina uwezo wa kuondolewa na tunaweza kuishi maisha ambayo hayana dhambi kamwe. Tunajua ya kwamba Roho wako Mtakatifu anaweza kutupa nguvu tuweze kuishi haya maisha. Ndiposa tunakuamini. Mungu wetu, tutakapokuwa tukiendelea na shughuli ya Sabato, tunaomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu aweze kutuongoza. Yale maneno yote ambayo tutakuwa tukizungumza hapa, Mungu wetu, yaweze kutuendeleza na yaweze kuwa yenye manufaa kwetu sisi na kwa wale wengine katika makanisa ambayo tumeacha kule nyumbani. Utuongoze Mungu wetu, tulinde kupitia malaika wako watakatifu walio na nguvu, na utuelekeze hadi tutakapomuona Bwana wako akija mara ya pili. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini.